Ndugu zangu kanisa la Tanzania, na hasa nataka nizungumze na makatekista wetu ambao tunawaandaa kuwa ni walimu maalum wa ibada kwa ajili ya watoto wetu na kujifunza ibada zetu za Anglican Catholic Church. Basi nianze kwa kuwasalimu kwenu ninyi makatekista wote tunazungumza nanyi leo. Yesu Kristo mwokozi wetu. Tuanze mazungumzo haya katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Kama nilivyoanza kusema kwamba nazungumza na makatekista wa jimbo letu la Anglican Catholic Church nchini Tanzania, ni huduma ambayo tumeiandaa mahususi kabisa kwa ajili maalum ya kuwahudumia watoto wetu katika kanisa letu. Makatekista tunawaandaa ili wawe walimu. Sasa ni walimu katika kitu gani? Ni walimu kwanza katika nguzo yetu ya kwanza ya ibada. Tunataka watoto wetu ambao wanaingia katika makanisa yetu tuwalee ili wazijue na wazifahamu ibada zetu za Kianglikana Katoliki. Jambo muhimu sana kwa makatekista. Jukumu lenu kuu la kwanza ni kuwafundisha watoto ibada. Sasa ibada ni zile taratibu zote kama wa Anglican Catholic, katika kuzijua ibada zetu zinaanzaje, zinaendeshwaje, zinamalizika vipi, na heshima na kanuni zote katika madhabahu na katika miambara. Kwa makatekista, jukumu lenu kuu la kwanza ni kuwafundisha watoto ibada. Sasa tusiwafundishe tu nyimbo, hapana, ni ibada kamili kama katika misingi yetu ya Kianglikana. Sasa hilo ni jukumu lenu la kwanza makatekista. Jukumu lenu lingine la pili ni kuwafundisha neno la Mungu, katika kuandaa hawa watoto wetu katika katekisi, wakati wanajifunza na kuandaliwa katika komunio yao ya kwanza na kwenda katika kipaimara. Hilo ndio jukumu lenu la pili, kuwafundisha hawa watoto juu ya hayo mambo makuu mawili. Na lingine, jukumu lenu makatekista, tutawaandaa na kuwapatia nyenzo na kuwatuma kwenda kufundisha neno la Mungu mashuleni. Sisi ni Anglican Catholic Church. Sisi hatupo chini ya CCT. Sisi hatupo chini ya vitu vingine. Sisi ni Anglican Catholic Church. Kwa hiyo tunaandaa makatekista ambao tutawapatia nyenzo zote muhimu kama walimu wa kufundisha watoto wetu mashuleni, kama vile makanisa mengine wanafundisha, kama vile Waroma wanapofundisha, kama vile CCT wanapokwenda kufundisha, kama vile Wapentekoste. Na sisi tutakuwa na walimu wetu maalum tutakao wakusanya watoto wetu wa Anglican Catholic Church na kuwafundisha mafundisho yetu mashuleni. Hilo ni jukumu lenu lingine. Kwa hiyo utume wenu makatekista ni mkubwa sana katika kanisa. Ni mtume ambao kanisa linawaangalia nini kwa ajili ya kizazi kinachozaliwa na kizazi kinachokuja ndani ya kanisa katika kukuza Uanglikana Katoliki nchini Tanzania. Kwa hiyo hilo naomba mulielewe kwamba sio utume mdogo. Narudia tena, jukumu lenu ni kufundisha watoto ibada, sio nyimbo tu, ibada za Kianglikana Katoliki. Kuwafundisha watoto mafundisho ya komunio ya kwanza na kipaimara. Kuwafundisha watoto masomo ya kibibilia mashuleni. Hilo ni jukumu la makatekista. Sasa ninamshukuru Mungu, hii huduma nimeiweka chini ya ofisi ya mama askofu makusudi kama mlezi wenu mkuu katika huduma nzima ya watoto. Na pia nimewaandalia shemasi wenu mkuu. Makatekista wote watakuwa chini ya shemasi mkuu ambaye atawasikiliza mahitaji yenu na atayafikisha kwa baba askofu kama yalivyo, ili tuweze kuyatatua na tuweze kuwasaidia katika mahitaji yenu. Kwa hiyo niwapongeze sana wale wote ambao mnafanya kazi pamoja kama makatekista, na wale ambao bado tunawajaribu kuwatambua ni wakina nani waingie katika daraja hili.
na ninawahakikishieni ofisi ya askofu na mimi mwenyewe nitahakikisha kadri tunavyokuwa katika kuendelea Tanzania, mtapatiwa vitendea kazi, tutawafundisha na hata tutawapatia taaluma kama walimu na certification za maalumu kama walimu, ili uweze kulifundisha kanisa la Mungu ipasavyo. Sasa napozungumza hapo, kama nilivyo katika wakati huu wa majilio ama kipindi cha Advent, naomba niwakumbushe jukumu lenu makatekista. Mara baada kwanza ni kuandaa watoto katika sherehe za kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, Christmas, lakini tuna sherehe maalum ya kijimbo ambayo nimekwisha itangaza mwaka uliopita kwamba kanisa letu la Tanzania tutakuwa na sherehe za kijimbo za kuadhimisha sikukuu ya watoto wasio na hatia. Watoto wasio na hatia ndio tunatazama watoto kwa umri, lakini ni sehemu ya kutukumbusha kama kanisa sisi wote ni watoto mbele za Mungu, na sisi tuliopewa dhamana ya uongozi kuanzia makatekista mpaka maaskofu tuliopewa dhamana ya uongozi huu, kuangalia watoto na kuwatendea kwa haki ili tusiwapotoshe katika safari yao ya kumjia Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa tutakuwa na ibada za sikukuu ya watoto wasio na hatia mara baada ya sikukuu ya Kristo. Sasa niwaombe makatekista chini ya shemasi kuanza kuandaa hawa watoto katika ibada hii. Mwaka huu tutazielekeza ibada hizo katika dekania zenu husika. Kwa kila dekania itaandaa ibada maalum ya watoto wasio na hatia. Katika ibada hii watoto washirikishwe kikamilifu katika nyimbo, katika sala na katika masomo. Kwa hiyo wale wote mapadri na mashemasi na wote watakaokuwa wanaongoza ibada hizo katika dekania, tutawaomba watoto hawa wapewe nafasi hiyo siku hiyo kwa ajili ya kuadhimisha ibada hii muhimu sana ndani ya kanisa. Niwaombe mkae na mliangalie hili na watoto wapewe nafasi. Narudia tena, watoto wapewe nafasi yao ndani ya kanisa kikamilifu. Katika siku zote za Jumapili wawe na ibada zao za watoto wakifundishwa ibada zetu za Kianglikana Katoliko, na katika sikukuu zao wapewe nafasi kamilifu ndani ya kanisa, na wala asitokee mtu yoyote awaye yote atakayezuia watoto wasije mbele ya Kristo katika haya niliyoyaeleza hapa. Niwashukuru sana makatekista wetu. Tupo katika safari na ninyi pia katika kuandaliwa kwa viongozi. Kama nilivyosema katika kipindi kilichopita juu ya uongozi wa kanisa, na makatekista ni viongozi wa kanisa. Kwa hiyo mvumilie mnapoelekezwa, muwe tayari mnapoelekezwa, muwe tayari mnapokosolewa. Lengo ni kuwakuza katika huduma ili huduma yenu iwe njema mbele za Mungu. Niwatakie maandalizi mema ya Christmas mnapokuwa na watoto wenu katika ibada na mafundisho mbalimbali. Pia niwatakie maandalizi mema ya sikukuu ya watoto wasio na hatia, ili tukumbushe kanisa mambo mabaya tunayowatendea watoto na tuyatubu kama kanisa, na tuliandae kanisa kuwa ni jamii bora ya watoto wanaolikulia katika wokovu. Na ni nia yangu kabisa kuwa kanisa letu liwe ni kanisa salama kwa watu wote, kanisa salama kwa watoto, kanisa salama hata kwa mtoto aliyeko tumboni, kanisa salama kwa wamama, wazee na watu wa kila aina, na asitokee yeyote atakayekuwa kinyume na kanisa salama. Kama kuna kitu kama askofu sitakivumilia ndani ya kanisa, ni kiongozi yoyote ambaye hayupo katika kulitekeleza kwamba kanisa letu ni kanisa salama. Sitamvumilia huyo mtu, kwa sababu tunapokuja mbele ya Kristo tunatakiwa tuwe salama, na asitokee yeyote atuvuruge katika hilo. Amani ya Mungu ipitayo ufahamu wote iwahifadhi nia yenu sasa tunapoelekea katika kipindi cha Christmas na katika kuandaa kanisa na watoto wetu katika ibada ya watoto wasio na hatia. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
Episcopal Anglican Media, maisha yanayohubiri.